bwana wangu ametembea na rafiki yangu, best friend yangu, ama best friend wangu ametembea na bwana wangu. Sasa hizi ni kesi ambazo nimekuwa nikizipokea sana siku hizi. Sana sana. Kila mtu anaweza kanilalamikia, oh, limetokea hili na hili na hili. Sasa nimeona kuna haja ya kuzungumza kwa umma, kiachana na kumshauri mtu mmoja mmoja. Kuna mambo matatu leo nitakwambia ya kuyaepuka ili kuepusha ili janga lisikukute la bwana yako kutembea na shoga yako, ama shoga yako kutembea na bwana yako. Haya ni mambo matatu yatakusaidia sana. Nisikilize vizuri na kwa makini sana. Sawa sawa. Jambo la kwanza, usiruhusu bwana yako ama shoga yako awe na mazoea na bwana yako. Yaani usiruhusu shoga yako awe na mazoea na bwana yako, na usiruhusu bwana yako awe na mazoea na shoga yako. Hilo ni jambo la kwanza, kwa sababu mazoea yanaenda kutengeneza ukaribu. Mazoea yanaenda kurahisisha vitu vigumu kuwa kama vyepesi. Mazoea yanaenda kutengeneza mfumo wa kujaribu. Mazoea yanaenda kutengeneza mfumo wa kujuana. Sasa usiwafanye wa watu wakatengeneza mazoea. Kuna ile shoga yangu, nini, shemeji, mume wetu, mke wangu, yasiwe mazoea hayo. Na utengeneze heshima baina yao. Kama watafahamiana kwamba wewe best friend wako ni fulani, na tengeneza heshima kati yao. Kuna mambo usiyaruhusu yapitilize katika mazoea yao. Sio, unaelewa? Yaani isije ikawa kuna mambo eti shoga yako anaweza kawa anayajua wewe huyajui. Isije ikawa kuna mambo bwana yako anaongea na shoga yako kuhusu wewe. Isije ikawa shoga yako anaongea na bwana yako kuhusu mambo kuhusu wewe, na wewe ukaja ukasikia ukachukulia kawaida tu. Eti kamtafuta nani? Kamtafuta Mwajuma eti anamwambia eti siku hizi akinipigia simu sipokei. No. Hiyo ni ishara mbaya. Eti anamtafuta rafiki yako kuhusiana na wewe. Hiyo ni ishara mbaya. Na ukianza kuiona, anza kuikataza. Mwambie no, unanitaka mimi nitafute mimi. Kwanza hata usiruhusu wawe na mawasiliano. Yaani eti bwana yako ana namba ya shoga yako, shoga yako ana namba. Ikitokea for emergency it's okay, kwa sababu huko wakati kutotokea dharura watataka kuwasiliana, lakini kama unaona pia sio lazima, ili uweze kuelewa ishara ndogo ndogo zinapoanza kutokea, uweze kuelewa kwamba wewe umekuwa na namba ya yule. Kwa sababu lazima utengeneze mitego ambayo kama wale wakivuka uanze kupata alama ya kwamba no, umekuwa na namba, ina maana wanawasiliana. Kwa lazima ujitengenezee mipaka ya kuwakamata watu kama hao. Usiweke urahisi wa hata ukiwaona sehemu useme si marafiki, sasa hivyo sio wamezoea. Usiweke hiyo mipaka. Weka mipaka ambayo ukiwaona sehemu wamekaa pamoja useme kwa nini leo wamekutana wamekaa pamoja? Kwa nini leo huyu kaongea na yule? Kwa sababu sio kitu ulichokitengeneza kwao. Kwa hiyo kikitokea utajua hiki ni kitu tofauti. Sawa? Hilo ni jambo la kwanza. Usiruhusu wawe na mazoea. Ama wewe usiwatengenezee mazoea. Usiruhusu bwanako amzoee shoga yako, na usiruhusu shoga yako amzoee bwana wako. Jambo la pili, usipende kushirikisha ama kumshirikisha rafiki yako katika ugomvi na bwana wako. Yaani umegombana na shoga yako, unahitaji rafiki yako akushauri ama aongee na bwana wako. Yaani mikanuzi sana, ongea naye, mwambie kabisa. Yaani eti rafiki yako aanze kuwa mpatanishi wa mahusiano yako. Aanze kuwa mzungumziaji wa masuala yako. Eti yeye ndo anafanya mkutane, muongee, muyamalize, eti ndo anampigia simu shemeji, sio hivyo, usimfanyie hivyo. Even if wewe ndo umekosea, usiruhusu shoga yako ndo akuombe msamaha. Shemeji, usifanye hivyo, anakupenda sana, unajua nimetoka sana. Kwa sababu kuna kitu kimoja, kuna attractions. Inaweza ikawa wakati anambembelezea, anakubembelezea wewe kwa bwana yako mrudiane, bwana yako akawa interest na yeye, kwa sababu akaona mbona mwanamke ana maneno ya hekima, mbona mwanamke ana maneno mazuri, mbona mwanamke anajua kujali tofauti na rafiki yake, mbona mwanamke anajua kuzungumza tofauti na kuna vitu vingi anaweza akadiscover kwa rafiki yako ambavyo wewe huna. Lakini ndio itaanza kutengeneza ukaribu wenu, kwa sababu unaweza ukawapotezea ukaribu. Kama mwanzo ulivyokuambia, hatua ya kwanza usiwafanye wazoeane. Unaweza usiwafanye ukawafanya wasizoeane, si ndio? Lakini hiyo kutaka yeye awe msuluhisho wa ugomvi wako ama kumwadisia changamoto zako wewe na bwana yako, itawaleta karibu. Bwana yako ataanza kuzungumza, unajua rafiki yako muongo sana, juzi aliniambia hivi, akanidanganya. Unajua rafiki. Sasa itategemeana pia na rafiki yako. Kwa sababu unaweza ukadhani rafiki yako anakutetea, alafu rafiki yako akaenda kwa sababu tunajua wanawake maisha mnayoishi.
Sometimes unaweza kuwa na best friends lakini akawa anakuonea wivu kwa maisha unayoishi. Akawa anakuonea wivu kwa mtu ulompata. So unaweza ukadhani anaenda kubembelezea, kumbe anaenda kuwekea chumvi. Na chumvi zenyewe anaziweka kiunafiki. Unajua msamee, unajua wanawake sisi, yule pale tatizo letu akinywa pombe tu, au yule pale tatizo lake anapenda sana kusikiza mashoga zetu, yule pale tatizo lake anapenda sana muziki, yule pale tatizo lake, na mimi kila siku namsema, anasema kabisa wewe umepata mwanaume mzuri, mwanaume anakupenda, anakujali, kwa nini utulii? Yani mimi nashangaa, unashangaa anajifanya bembeleza, kumbe namtia sumu yule mwanaume, hazidi kukaza asikurudie. Kwa hiyo epuka sana kushirikisha ugomvi wako kumwambia shoga yako eti kaniombe msamaha, ama kumwambia bwana wako nimegombana na shoga yangu kafanya hiki na hiki, bwana wako eti aongea na shoga. Epuka kuwakutanisha watu katika sehemu ya mapatano. Limetokea tatizo na bwana wako, limalizwe na bwana wako. Kama kuna watu wengine wa kuwasaidia, bora utafute marafiki wa bwana wako. Na nikija upande wa wanaume pia usiruhusu rafiki yako wa kiume eti awe anapatanisha ugomvi wako na demu wako. Yaani jitengenezeni mazingira mnamalizaje matatizo yenu. Ndio maana kila siku nasema mnapogombana kuna mambo matatu. Kama mnajipa muda wa kila mmoja kutafakari peke yake, jipeni muda. Lakini inapofika tu mnataka kuzungumza changamoto zenu ziishe, kutaneni na mzungumze. Msiruhusu watu wa pembeni waingie kati. Tena hasa kwenye hii kesi ya mashoga. Kwa jambo la pili ni hilo. Usiruhusu ama usimhusishe shoga yako katika ugomvi na bwana wako. Usimpe siri shoga yako kwa mambo yenu yanayoendelea. Usimpe siri shoga yako kwa maendeleo yenu mnayofanya na mumeo. Usimpe siri shoga yako kwa maisha yenu mnayoishi na mwanaume wako. Usifanye hivyo. Sawa? Hiyo ni hatari sana. Jambo la tatu. Sehemu unazotoka wewe kwenda kukutana na bwana wako, usitoke na demu na shoga yako. Shoga yangu leo natoka na out na shemeji yako, twende tukanywe. Shoga yako mashallah pengine mzuri na yeye, na kuna mapigo yake akiyapiga mazuri anavutia, unatoka naye. Wewe umependeza, unakuta shoga yako kapendeza kuliko hata wewe. Ama sawa wewe ni mzuri lakini shoga yako naye pia sio mbaya. Wewe kila siku mwanako anakula mali hiyo, shoga yako aje kumla, kwa akimuona anaona yes, mtoto ndo huyu. Leo nenda kwa shemeji yako, twende wote. Umeenda naye nyumbani kwake, mala umekuja na shoga yako nyumbani kwa bwana wako. Kesho shoga yako anarudi mwenyewe hapa. Si mmenifahamu? Kwa hiyo usitoke na shoga yako sehemu unaweza kukutana faragha na mwanaume wako. Usitoke. Inaweza ikanatokea emergency mara moja ukawa sawa unaenda, lakini usitengeneze kwa mazoea. Ikibidi sehemu unazotoka na bwana wako, nendeni tu wenyewe. Sio lazima umbebe shoga yako. Hiyo ni mbaya. Watu wengi wamelia katika mambo kama hayo. Kwa hiyo hayo ni mambo matatu ambayo unatakiwa uyaepuke ili uepushe kuruhusu shoga yako kutembea na bwana wako ama bwana wako kutembea na shoga yako. Jambo la kwanza nilikwambiaje? Hakikisha au wafanye wa watu wakazoeana. Usiwatengenezee mazoea ya kuzoeana. Weka mipaka kwao. Jambo la pili, usishirikishe changamoto zako kwa shoga yako eti akusaidie kwa bwana wako. Aidha mmegombana eti akakuombe msamaha ama akazungumza na bwana wako, usiruhusu iko kitu. Na jambo la tatu, usitoke na shoga yako sehemu unazoenda kukutana na bwana wako. Ama sehemu unazotoka na bwana wako, usipende kuambatana na shoga yako. Aidha umeenda nyumbani kwake kumtembelea, shoga yako muache kwao. Mmetoka out kwenda kustarehe, shoga yako muache kwao. Ushaelewa? Kwa sababu haya ndio mambo matatu yatakayotengeneza hilo bomu la usaliti. Ushaelewa? Unaweza kumkuta bwana wako tumemfumania na shoga yako. Tukio lilianzia pale, tukio lilianza ile siku uliyotengenezea mazoea. Ama tukio lilianza ile siku ulomwambia shoga yako akupatanisha na mume wako. Amekupatanisha kumbe nao akaendelea na yao. Tukio lilianza labda mlipotoka out, kuna siku moja bwana wako akapenda akamvutiwa na shoga yako, akamchombeza shoga yako. Kwa hiyo haya mazingira ama haya maeneo matatu ndio yanayofanya wa watu waanze kutengeneza huo usaliti. Kwa hiyo epuke ya mambo matatu na yatakusaidia sana. Mweke mbali shoga yako na bwana wako, mweke mbali bwana wako na shoga yako. Na niseme tu in general, sio wanawake wote, lakini wanawake mna tabia hiyo ya kuoneana wivu wa kimaendeleo. Wengine hata wakifuraha, pengine hauna hata maendeleo hayo, lakini kukuona tu una furaha, unapendwa na mwenzako na mwanaume wako, anataka kukuaminisha kwamba mwanaume wako sio mwanaume mzuri. Kuna mengi. Haya nimeyasema tu matatu, lakini kuna hata ushauri. Anaweza kukushauri tu bwana, mwanaume gani wako naye? Anakushauri kama anakujari, kumbe anakutengenezea bomu la wewe kumwacha huyo mwanaume. Mimi mwanaume wako unaona kama mapepe. Yule mwanaume wako unaona kama kama hajatulia. Yule mwanaume wako mimi naona, kwa nini unakuwa na yule? Wewe mbona mzuri? Kwa nini usitafute? Anakuonea wivu. Na mara nyingi unakuta yeye mahusiano yake hajakaa sawa
kwa anataka na wewe uwe kama yeye. Lakini pia epuka kuambatana naye, anaweza akakuharibia pia, anakupeleka sehemu mbaya ambazo hata rafiki yako bwana wako akisikia akijua anakukasirikia. Kwa hiyo kuna namna nyingi sana ya kuepuka marafiki katika mahusiano yako, ila leo nimekuletea hayo matatu. Next time nitakuletea mengine ya kujua kwa namna gani unaweza ukawafanya hawa marafiki wasiwe mwiba katika mahusiano yako. Natumaini hili somo limekufaidisha sana. Sasa kama hili somo limekusaidia, naomba uniandikie katika comment. Limekusaidia katika namna gani? Na kuanzia leo utaenda kutengeneza mipaka gani kwa rafiki yako na bwana wako? Lakini pia uniambie labda kuna kisa kisha kutokea cha wewe kutembea na bwana mtu ama bwana wa mtu kukutaka, ama wewe shoga yako kutembea na bwana wako. Ni hadithi hapo, sawa? Alafu mimi pia nitacomment, tutazungumza mambo mengi sana. Pia usiache kusubscribe. Subscribe ili usipitwe na mambo mengi mazuri katika hii channel yangu ya Mbeki TV. Ulikuwa na mimi Mo Mbeki tokea mwanzo mpaka hapa ninapoenda kukamilisha ili somo letu ama ushauri wangu wa leo. Tukutane katika video inayofuata. Bye bye.